wakazi katika kijiji cha Chebiriri mjini Bomet pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu cha Bomet wameungana kuweza kulalamikia maji taka yanayoelekezwa katika mto Nyangores. Mto Nyangores mjini Bomet unategemewa na wakazi kwa maji ya matumizi na nyumbani na hata kwa mifugo na vile mapishi. Kwa muda mrefu wakazi wamekuwa wakilalamikia uchafu huu na kuhofia magonjwa yanayotokana na uchafu. Kulingana na mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu cha Bomet, juhudi za kuwafikia viongozi wahusika ili kupata msaada wa kurekebishwa kwa hali hii zimekumbwa na matatizo na ahadi zisizotimizwa kutoka kwa serikali ya kaunti. Hebu tazama. Wakiwa na ghadhabu, kina mama wameeleza kuwa wamekuwa wakibadili zamu na wanaume kwenye mto huu, kwani kando na kuwa ndio tegemeo pekee la maji, pia unatumika kama eneo la kuogea. Mahali wa mama wanafulianga mtoni, ndio alisa hii mahali inateremukia inaenda mahali wanaume wao wanatumia. So sasa inabidi tukienda mtoni tunangojeana. At least wanaume wanangojea tumalize, wamama wamalize kufua ndio wakuje waoge. Tukifika tupate wanaume wametangulia, inabidi tukae kando kwanza, wanaume wamalize ndio tuende. Wanaeleza kuwa kuna wengi wanaokabiliwa na hatari ya magonjwa yanayotokana na uchafu bila kujua, wakisema hawako tayari kuendelea kuweka maisha yao kwenye hatari wakati serikali ya kaunti imesalia kimya. Wanafunzi wetu wengi wanaishi huko Chebiriri, na wale wenye wanaishi huko Chebiriri maji ya matumizi mingi wanachota kwa huu mto wa Nyangores. Hii imewaafect huko chini. Ukienda tena, tumejaribu kwenda maandamano huku kwa governor, ametuambia chini ya siku 5. Saa hii nikiongea hivi, hii ni siku ya 9. Hakuna kitu imefanyika kwa sewage. Kitu ya pili, hii maji ya mto sisi tunatumia kama wanafunzi kwa nyumba zetu kukunywa. Though wanatuambia wana treat hii maji. Sasa hata sewage kaa inaingia hivi, hata wakiweka dawa, bado tu itatuletea ugonjwa. Kuna ugonjwa kama cholera, typhoid tunaenda kupata. Wameeleza kuwa Gavana Hilary Barchok amekuwa akitoa ahadi ya kurekebisha hali hii, ila hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa, wakitishia kupiga kambi kwenye afisi ya gavana hadi wakati kilio chao kitasikika. So sisi tunaomba gavana, na sasa hatutaki kuomba, ni lazima afanye. Na kama atafanya, sisi kama wanafunzi nao watu wa Bomet tutaungana, tutaenda kumtoa kwa hiyo ofisi yake. Kwa sababu hatuwezi kubali maisha yetu kuwa hatarini kwa kitu yenye inaweza undwa na shilingi less than 10,000. Alafu sisi tuende kwa hospitali tukispend more than 100,000. Kwa upande wake Emmanuel Sang amesikitikia hali hii, akisema mji wa Bomet unafaa kuwa hatua nyingi mbele zaidi ya hali inavyoshuhudiwa. And Bomet is just but a county just starting. And being that Bomet University is around the urban center, please I want to beg you, Governor. Yeah, I'm begging because it's your work and you know that it's your work. And so I won't be so much on it. You just come by your team, come and see what is happening here. Because it's hazardous to our lives. Gloria Mugure, TV47. Na mtazamaji, tukiachana